SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Nishati na Madini Joseph Kilanga amesema uchumi wa taifa lolote duniani linahitaji nishati bora na ya uhakika ya umeme katika uzalishaji wake. Amesema hayo wakati wa utiaji saini ya ujengaji wa kituo cha uzalishaji wa nishati kwa kutumia nguvu za jua na kampuni ya Sumeki Complex Equipment and Engineering ya nchini China huko katika ukumbi wa Zura Maisara visiwani Zanzibar. Amesema kuwa Zanzibar imekuwa na uwekezaji mkubwa wa utalii na ndiyo moyo wa uchumi wa Zanzibar, hivyo kuna kila sababu ya kuwa na nishati ya umeme wa uhakika. Mradi huu wa uzalishaji wa umeme wa jua tunategemea kujenga Makunduchi, na ndio maana ndugu zetu hawa baada mchakato mzima tumepata kampuni moja ya Sumeki kutoka China. Hii ni kampuni ambayo inamilikiwa pia na serikali, sio private company, ni state owned company. Kwa hiyo tunakusudia kuanzia sasa tuanze ujenzi wa uzalishaji wa umeme kwa njia ya jua, ambapo tunatarajia sana kuzalisha megawati 18 kwa kupitia solar panel. Mkataba huu wa leo tuliosaini ni sehemu ya component mbalimbali katika mradi tunaita mradi wa Zesta, ambao ni mradi wa kuimarisha sekta ya nishati hapa Zanzibar unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Jumla ya mradi huu kwa jumla wake kama nilivyosema pale awali una thamani wa dola milioni 142, ambapo ndani yake kuna component mbalimbali ikiwemo hii ya solar PV. Lakini pili kutakuwa na component nyingine ya uhifadhi wa umeme kwa maana battery, ambayo hiyo nayo itakuwa inahifadhi umeme wa megawati 40 megawati kwa lisaa, ambapo pia tunategemea battery hizo kuziweka pale mtoni. Hizi nazo zikianza kuzalisha umeme, mradi huu ukianza nao tutakuwa tunaingiza umeme hasa kile kipindi ambapo Zanzibar tunakuwa na matatizo ya umeme saa za jioni. Kawaida Zanzibar hasa mjini ikifika magharibi kwa maana saa 1 matumizi ya umeme yanakuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo kipindi cha piki pale karibu masaa 3-4 tunakuwa tuna changamoto ya umeme kwa kutumia hizi line zetu. Kwa hiyo tunaleta battery ambazo zitakuwa zinahifadhi umeme ambao tutakuwa tunauzalisha mchana, na zitakuwa zinahifadhi umeme huo wa megawati 40 kwa saa kama nilivyosema mwanzo. Kwa hiyo ikifika saa 11 saa 12 tunaziingiza zote kwenye grid ya taifa. Kwa hiyo utakuta sasa grid yetu itakuwa iko stable. Na meneja mkuu wa shirika la umeme Zanzibar Haji Muhammad Haji amesema shirika la umeme limejipanga kuhakikisha kuwa mradi huo unakuwa bora kwa matumizi ya wananchi wa Zanzibar. Hivyo aliwaomba watendaji wa shirika hilo kuendelea kushirikiana ili kufikia malengo ya serikali ya Zanzibar ya kuwa na vyanzo vipya vya nishati ya umeme. Sasa tunapokea megawati 122 kutoka Tanzania Bara. Ikumbukwe kwamba umeme tunaotumia sasa unatokea Tanzania Bara kwa maana TANESCO kupitia kebo mbili za baharini, ambazo kwa jumla tunapata karibu megawati 122, lakini matumizi yetu ya leo kwa sasa ni megawati 165. Sasa ni mkataba huu wananchi watarajie makubwa, na hii ni sehemu tu ya mkataba, ni sehemu tu ya chanzo mbadala cha umeme. Tunayo mikataba mingine ambayo itazalisha umeme mbadala kwa kutumia jua. Tunao mkataba wa pale Makunduchi ambao umesainiwa miaka 2 iliyopita, na sasa hivi mjenzi ameshaanza ujenzi. Kwa awamu ya kwanza atazalisha megawati 20 ambazo tunazitegemea zitaenda sambamba na mradi huu tuliosaini leo, na vile tunategemea tuko katika hatua za mwisho za mchakato kusaini mkataba mwingine pale Matemwe ambapo mzalishaji atazalisha megawati 30. Sasa tukizichanganya hizi pamoja tutaona kwamba ile tofauti ya umeme tunaopokea na ile tunaohitaji itaondoka. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.